Na nimekaa leo ofisini hapa nikaona kuna simu moja ulikuwa unaongea nayo Akila, mteja wetu mmoja ambaye ulikuwa unamkumbushia dhamana ya dada. Ndio. Alafu akaonekana kama hajui kabisa yani kinachoendelea na mkataba amesaini. Ndio. Sasa mimi swali langu ni kwamba nyinyi mna hawa wateja mnavyowahudumia, inakuwaje mteja kwenye zile follow up amesha saini mkataba, ameshapatiwa dada, kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike katika kipindi cha mkataba, okay? Inakuwaje tena anaanza kwa kama haelewi? Yani hicho kitu mimi kimenisumbua. Okay, sisi bosi hawezi kupewa dada kama hajasoma mkataba wetu. Lakini huo ndio utaratibu, lakini pia hatuwezi kumpa dada bila kusaini, na kusaini makubaliano ni kumaanisha kwamba ameuelewa na amekubaliana na terms zetu za mkataba. Kwa hiyo kila mwajiri ambaye tunakuwa tumemhudumia sisi dada yetu anakuwa amepita kwenye hizo procedures. Kwa hiyo ni lazima bosi, hata kama anachukua kwa premium, hata kama anachukua kwa express, hata kama ni kwa wiki 8, utaratibu ni kwamba atatumiwa mkataba na atakuwa anafanywa follow up kujua kama ana maswali. Then aulize maswali kabisa na yatajibiwa, alafu ndo tumpatie dada. Na kwa mabosi wa Dar es Salaam ambao wanafika hapa kituoni, kabla tujampa dada lazima kwanza tumbrush kwa baadhi ya vipengele ambavyo ni vya muhimu kwenye mkataba before kumpa kama dada. Hivyo vya dhamana. Kama vya dhamana, yes. Lakini hata kwa hao pia wa mkoani huwa ni lazima, yani hizo masuala ya mkataba na terms nyingine wanakuwa wanaambiwa. Unless tu mabosi wengine nadhani kwa sababu ya mambo mengi au kutokujali au kutokuona kwamba ni muhimu pengine, ndio maana unakuta wanasahau au wanapotezea hivi vitu vya mkataba. Ndio maana. Lakini kila mteja hapa lazima apite kwenye mkataba wetu. Sasa kama huyu alikuwa na jibu hivyo kwamba yani na mambo mengi, yani hicho kitu kama haelewi, hajui kabisa. Yani hajui kabisa kama habari ya dhamana ipo. Ina maana yeye sasa mlimpitisha kwenye hivyo vipengele vya muhimu, kwa sababu sisi tulishaweka utaratibu kwamba bosi akishasoma mkataba muulize maswali, ameelewa. Akisema ameelewa, muulize vile vipengele vyetu muhimu, kwa sababu tutakapoanza kufanya hizo follow up na kufuatilia, hatuhitaji tena aanze kutushangaa. Yani anatakiwa tu muda ukifika tunavyompigia simu, naendeleaje na dada, huduma inaenda vizuri, ndio haya ile ambayo ni wajibu wako kufanya unafanya bila kutusumbua. Sasa huyu ambaye alikuwa anajibu kama vile yani hicho kitu ni kipya na mkataba amesaini, sijaelewa hapo ilikuwaje. Yani huyu madam ni kwa sababu oda yake mwanzoni tulivyoichukua alichukua dada yake, ambaye dada alivyochukua hiyo oda kuchukua kama kwa hiyo oda hakuchukua yeye direct, alimtuma mtu ambaye ni dada yake. Na sisi kwa utaratibu tunapoongea na kila mteja tunamuuliza dada anakuja kufanya kazi kwako au anaenda kufanya kwa mtu mwingine, ili kwamba tuongee na yule mtu kabisa ambaye dada anakwenda kufanya kazi kwake. Lakini dada yake alisema kwamba dada ni kwa ajili yake na dada yake ni mteja wetu wa muda mrefu. Dada yake ni mteja wetu kwa muda mrefu, yes. Ambaye anaelewa taratibu zetu. Anaelewa taratibu zetu. Hana shida kwenye mambo ya dhamana na vitu vingine. Anajua hizo taratibu zote. Na mkataba pia mwanzoni, kwa sababu oda ilikuwa inajulikana ni yule madam alitumia mkataba yeye. Yule madam sasa ambaye ni dada yake, mteja wetu sisi wa muda mrefu, ndio alitumia mkataba, akausoma, akalipa pesa za kufanya booking, tena alilipia express ya wiki 1. Then hiyo alilipa sasa, sio anayekaa na dada. Sio anayekaa na dada. Until siku alikuja kupata. Siku alipokuja kumchukua dada kituoni ndo kwa sasa tunamwambia mkataba vile mkataba uliupitia, ndio nimeupitia, maswali tukao tunamuuliza. Sasa katika mazungumzo, kwa sababu lazima tuongee na client wetu vizuri hapo, kama kwa hiyo dada ulisema anaenda kufanya confirm majukumu yake atakuwa ni yapi na yapi, ndo akaanza sasa kusema dada ataenda Kilimanjaro kwa nani, ndo akasema sasa ni mdogo wangu ndo aliniagiza mimi nimfanyie booking. So hapo ndo ambapo tulipoanza sasa kusema kwamba hapana, sisi hatuwezi tukakuhudumia wewe kama anahitaji dada ni mdogo wako, unless upate kwenye taratibu. Mlivyogundua dada haendi kwake, mkafanya nini? Tukamstopisha yeye, alikaa pale akasubiri nje, akamtafuta huyo mdogo wake, tukamtumia mkataba. Kwa hiyo kwa sababu tutumie mkataba, tukamtumia mdogo wake mkataba akiwa yupo Tanzania. Kwa hiyo akasoma huko aliko, na hata mna uhakika gani alisoma? Tulimuuliza maswali na yeye mwenyewe aliuliza. Tulimwambia madamu una lazima usome mkataba, otherwise dada aondolewe hapa. Kwa hiyo dada yake alikaa mpaka jioni kabisa, karibu giza linaingia bila kupewa dada. Kwa hiyo tukaongea naye hivyo. Sasa japokuwa madamu alionekana chukua mkorofi kuanzia mwanzo, nadhani akawa anasema tumelipa pesa nyingi sana, na tukamwambia hapana, pesa nyingi sana yani huo ni utaratibu, ulikuwa unahitaji dada kwa wiki 1, ungekuwa unaweza kusubiri wiki 8 ungelipia. Lakini na huo ndio utaratibu wetu. Ina maana kama uliona kwamba sisi ukatuamini ukasema kwamba huduma zetu unazihitaji, lazima ulikuwa ulipie hizo pesa. Lakini kuanzia mwanzo alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye anadhani akilipa 900 ndio hatakiwi kujishughulisha kwa chochote kile, kwa sababu alikuwa na complain kuanzia hiyo siku.
kuhusiana na mkataba. Kwani lazima nisaini dada yangu anisainie? Tukamwambia hawezi kusaini dada yako, wala hatuwezi tukakupa dada. Kwa hiyo katika kufuata sasa utaratibu ndo alitumia mkataba, akaambiwa usome, akaulizwa maswali, ndio akasaini huko huko alikokuwa, akatuskania, akatuma. Tukaprint dada yake, akasubiri mpaka usiku hapa giza ndo aliondoka na dada. Tukamsainia kwa hata mkataba wetu tulionao umesainiwa na yeye mwenyewe madam. Sasa mimi nimeshapata majibu. Nimeshapata majibu kwa nini shida imetokea. Kwamba toka mwanzoni kumbe alifanya oda mtu mwingine ambaye anatujua, ambaye ana shida na huduma zetu. Lakini katika alipokuja kumchukua, ile siku ya kumchukua, nyinyi ndio mliogundua kwamba dada haendi kwake. Kumbe alimfanyia booking ndugu yake. Na sasa ndugu yake, kwa sababu ya polisi yetu lazima anaenda kukaa na dada ndiye anatakiwa kusaini mkataba, inawezekana kabisa hakusoma. Hakusoma kwa sababu ndugu yake labda hata influence ya kuja kwetu kuchukua dada ilitoka kwa ndugu yake, kwamba mimi mbona nachukua dada pale hawana shida. Kwa hiyo sasa alivyoanza kuona tena mara nenda rudi mkataba lazima wewe usaini na nini, hapo akaanza kuona yeye kwake ile kwake ikawa ni kitu ambacho hakukipenda. Kwa hiyo akasaini tu ili mradi ile process iishe ili apate dada. Sasa matokeo yake unaona? Matokeo yake ndio kwamba hajatoa dhamana za dada. Umeona? Na kwa bahati mbaya sana hawa dada ambao huyu dada aliyeenda pia sio dada ambaye ni muiteje, yani sio mwaminifu kwenye prosesi zetu. Hajaiba labda kwa sababu tungekuwa tumepata kesi, lakini sisi tunataka uaminifu kuanzia kwenye process. Tunapokuambia dada, wewe unatakiwa ufuate utaratibu. Si unataka kazi kwetu, umejileta mwenyewe, hatuja kuita, umevutiwa na mishahara yetu, basi kuna utaratibu. Maana yake wewe dada, huyu dada anatakiwa awe mwaminifu kwenye zile process za kufuata mkataba. Kwa sababu hata kama bosi wake alikuwa hajafuatilia, hata yule dada basi angemwambia. Wako wadada ambao ni wachache huwa wanawaambia mabosi wao dhamana tuma kituoni. Wako wadada waaminifu kabisa. Yani, lakini huyu dada mliompa huyu sasa, yani wamekutana wote wawili kwamba dada naye ana shida za uaminifu, lakini bosi naye bosi sitaki sana kunani, kwa sababu hakupewa utaratibu wetu yeye direct. Ila aliuliza swali, mimi nakumbuka mpaka alicomplain kipengele cha renew contract. Ndio nasema huyu sio mteja wetu. Jamani, msilazimishe wateja, tuhudumie watu wachache ambao wataturahisishia maisha. Sio, it's not about money. It's about kwanza mtu ambaye ataelewa huu mfumo tunao kwenda nao, kwa sababu ni very friendly, ambao hautaleta shida. Yeye anasema mbona nimelipa sana hela nyingi. It's not about money. Wewe umelipa hela nyingi, lakini sasa hiyo dhamana ni guarantee yako. Huyu dada tu tayari kashaanza kupokea hela from the beginning, ambaye anajua hiyo pesa itakiwa iwe dhamana. Tuna uhakika gani anatoboa mwaka? Na asipotoboa mwaka, sisi tuko responsible kukupa dada. Lakini endapo kama hizo dhamana ziko in place, kama tumezisecure zile dhamana kwamba dada ashikilie mkataba wake akimaliza mwaka, hatuwezi kuwatengenezea platform hii for free, just for free, yani kwamba hakuna accountability yoyote. Dhamana ya dada ni yeye kuwa accountable. Kama kweli ni mtu ambaye hataki kutumia watu, haji hapa kwa nia mbaya, dhamana ni pesa ambayo inakuwa iko kama benki. Akimaliza mkataba anapewa hela yake. Mtu yote ambaye hataki kuweka dhamana au anaenda kugeuka, kwa sababu tulikubaliana akasaini mkataba. Kwa mimi sitaki kuamini kwamba hataki. Kitendo cha kusaini mkataba, bosi yuko responsible kutuma hiyo hela. Ikae hapa ishike nini? Kishika uchumba ishike mkataba. Lakini anapofika kule, bosi labda amejisahau au hakuelewa, kwa sababu huyu bosi ni kama hakuelewa. Kwa sababu aliyefanya oda ni mtu mwingine, ndugu yake. Mpaka siku ya kuja kuchukua dada amekuja ndugu yake. Kwa hiyo yeye baada ya kuja kugundua kumbe dada hawezi kupewa mtu ambaye haendi kukaa naye, ndio akalazimika kusaini haraka, lakini akiwa na maswali. Wakati sisi tunataka mteja wetu aulize maswali yake yote, aridhike na ajiridhishe na namna prosesi zetu zilivyo, ili tunapokwenda kwenye, kwa sababu sisi tunasema tunapokupa dada ndio tunaanza mahusiano. Yani ni kama ndoa ya mwaka mmoja tunafunga, ambayo tungependa iwe na mahaba na iwe na amani kabisa, ya ngumi. Sasa hii imekuwa ni ndoa ya ngumi. Yani bosi ana dada tayari anaulizwa, anaanza kuja juu, anaanza kugomba. Why? Kwa sababu haelewi. Sasa hakuelewa. Ndio maana nimesema Akila alivyoelezea
Hapa mwishoni ndio nimejua tatizo limekuja. Mimi nilishangaa sana. Nikasema mmeacha kufanya kazi yenu? Kwamba hamkumtumia mkataba? Why ana paniki kuja kuulizwa process, yani sasa tunavyoendelea na yale mahusiano yetu kwamba hii dada anaendeleaje, kuna dhamana ya kwanza, kuna sijui ya ngapi, kuna ya ngapi, why anashangaa. Kwa hiyo mimi nilikuwa na maswali mengi, lakini nimejibiwa na Akila kwa kusema kwamba alifanyiwa oda na ndugu yake kwamba hajui utaratibu na hajataka kufuatilia. Alafu pia nafikiri hapo sasa ndio mtu unakuwa hata sio mstaarabu, kwa sababu kama ulikuwa hujui utaratibu then umeshapata huduma, umeshaambiwa kuna hiki na hiki, then inabidi upea attention. Tena mabosi wanatakiwa tushirikiane nao, kwa sababu hizi dhamana za wadada kama ulivyosema ndio zina hold wao accountable na responsible kwenye majukumu. At least wanajicommit kuyafanya, lakini yeye akimpa hela ajui kesho na kushukuta dada ataondoka, sisi ndio tutabaki. Yani mabosi wanasahau kwamba wanaingia mkataba na sisi, sio na wadada, kwa sababu dada anaweza kaondoka. Na hiyo ilikuwa hiyo situation ilikuwa inatokea sana huko nyuma. Yani mimi nilishasema sana, nafikiri inabidi nianze kurudia kusema kwa nini tuliintroduce dhamana. Wadada walikuwa hawana uaminifu wa kukaa makazini. Kwa hiyo kwa sababu anakuja anakaa mwezi mmoja, miezi miwili anaondoka, sisi tunabaki kama tumetumika bure. Ndiyo. Kwa sababu wanavyokuja kwenye kituo chetu kuna gharama nyingi tunazoingia. Ni kweli. Ni kama sijui nisemeje, umeshahudumia, kama ni training, kama ni kula, kama ni kulala, tumeshalipa kodi, kuna hela zilitumika ili huyu mtu aweze kukaa katika utayari wa kuja kwako kufanya kazi. Kwa hiyo anapoondoka ile kwetu ni hasara. Na sisi tumeshaweka wazi kwamba hatuhitaji kufanya kazi na watu ambao hawawezi kufanya kazi mwaka mmoja, which is sio lazima. Yani sisi hatuna shida ya kusema dada ambaye sijui yoyote tu. Sisi sio watu wa dada yoyote. Sisi tunataka dada ambaye anajielewa, yuko tayari kujikomiti kwa muda fulani kufanya kazi na sisi. Tuna select. Sio kila dada. No. Tuna wadada specific ambao tunataka kufanya. Kwa hiyo mpaka dada anakuja hapa, anahudumiwa na kila kitu anaingia kwenye mradi wetu, it means huyu dada amekubaliana masharti yetu. Sasa kwa nini tena tuyavunje kienyeji? Afu bosi nikamsikia anasema sasa amesemaje, si akitaka kuondoka sio taondoka. No, si hatufanyi kazi hivyo. Sisi sio madalali. Ni kweli kabisa. Hii ni madhabahu. Hii ni huduma ya kimungu, siku zote nasema. Ni huduma ya kimungu kabisa, ambayo tunataka tuwafundishe pia watu ukweli, uaminifu, uadilifu. Kwenye hili kundi linalo kwenda kufanya tena kazi za malezi. Ni kazi ambazo ni very sensitive. Una watoto nyumbani wadogo. Tunataka watu wa kweli, watu waaminifu, watu wenye maadili. Ndio maana kwetu sisi huu sio udalali wa hizi kazi za ndani. No, hii ni madhabahu. Kwa hiyo nataka dada anayekuja hapa kwanza awe na hofu ya Mungu, na bosi anayekuja hapa awe na hofu ya Mungu. Ndio tutaweza kwenda pamoja. Yani utauliza sasa hiyo dhamana inakuwaje? Dada alishaelewa dhamana ya kwa nini. Na mabosi wetu ambao wanasoma mkataba pia wanajua kwa nini. Wanaelewa kabisa. Kama bosi haelewi, sisi tuko radhi hatumhudumii. Sisi hatuhudumii mtu kwa sababu ana hela. Hiyo sio sababu pekee. Kwa sababu ukianza kupenda hela, Biblia inasema kupenda hela ndio chanzo cha maovu yote. Kwamba ukianza kuweka hela mbele zaidi kuliko Mungu, then utaanza kufanya uovu kwa sababu ya hela. Sisi tunataka tumemweka Mungu mbele ili tufanye mema, alafu tutabarikiwa. Hela zifate. Ndio system yetu. Kwa hiyo mtu akijiona ana hela sana, kwa hiyo anaweza kufanya tu no. Kana baki na hela zako. Thank you very much. We are happy, we are good. Sisi tutamhudumia yule mtu ambaye atatusikiliza, na kwa sababu anajua hii field Mungu ametupa sisi tufanye. Kila kuna madaktari, sijui tena huyo ni daktari. Mimi sidhani kama nikienda kumuingilia nikamwambia kwa nini unamchoma sindano? Kwa nini umempangia dawa? Sijui kama atanielewa na sijui kama anaweza kufanya hicho kitu. So anapokuja huko ambako sisi Mungu ametupa kibali,
tunawaelewa watu, tuna uzoefu nao. Sio tu kwamba tumeweka dhamana kwa ajili ya kuwanyanyasa, kuwakandamiza. No, they have to learn responsibility. Hawa watu wanatakiwa kujifunza responsible, na responsible huwezi kujifunza bure. Lazima aweke kitu ambacho kitamkosti, sadaka ambayo itamuumiza, ili atakapochagua kuondoka basi anajua kuna kitu nimeacha, na wewe kitakufidia kupata mtu mwingine, au la atapambana mpaka dakika ya mwisho ili aweze kuja kukomboa kile kitu chake. Hata akitaka kuondoka ataondoka vizuri. Lakini kwa staili hiyo ina maana wadada atakuwa anajiamua. Kama wadada anaweza akajiamulia muda wote akafanya tukio huyo, na ataenda kutafuta kazi popote, hana anacho kinachomfanya abaki pale. Kwa hiyo wangekuwa wanajua kwamba hii dhamana ipo kwa ajili ya mema ya hawa wote wawili. Mema, bosi awe anaridhishwa na hii huduma na awe na uhakika nayo. Lakini kwa sababu bosi huyu ametuchukulia vibaya, anaona like tunafanya tu ili mradi. Lakini sisi hatujafanya ili mradi. Sisi tumefanya kwa ajili ya wema, na dhumuni lile la kumpa huduma kwa mwaka mzima litimie pale. Litimie, na sio kwamba yeye angalie wale mbona wanachukua hela nyingi, au mbona wao wanachukua hela. Yaani usiangalie kichuki na kama wivu, yani kama naona ni hela nyingi. No, hela pekee ambayo ni ya kwetu ni ile ambayo bosi unalipa kwa ajili ya kupata service. Na hiyo wewe utachagua, unalipa premium ya masaa 24, okay? Unalipa express ya wiki moja, au unalipa ile normal ya wiki 8. That is up to you. Wapo watu wanalipa premium. Professional dada, mtu analipa 3 million. Milioni 3 kwa ajili ya kupata professional ndani ya masaa 24. There is people ambao wana hela na hawaoni shida kutumia, ili mradi wanajua wanapata huduma wanayoitaka na wanafuata utaratibu. Kuna ubora wa huduma, anafuata utaratibu. Yani wala halalamiki kwamba ametoa hela nyingi, kwa sababu ana uhakika na huduma yake. Na dhamana anatuma kwa uaminifu, na hana stress wala hana malalamiko. Tena anashukuru kwa dada aliyempata. Na ukumbushe ovyo mada. Kiukweli Wadada Center, kama kuna maombi ambayo mimi namuomba Mungu ni hayo: kupata watu pande zote, wawe ni wadada, wawe ni wabosi, ambao watakwenda kutanguliza maslahi ya kulitangaza jina jema. Jina, yani mimi nasemaga kutangaza ufalme wa Mungu. Amina mama. Yani hayo ndio maombi yangu, kwamba unapopata mtu ambaye ana hofu ya Mungu, ambaye anafuata utaratibu wenu kama mlivyouweka, hakuna maisha marahisi kama hayo. Haupati stress. Ni kweli kabisa. Na tumepunguza stress kwa kiasi kikubwa mno. Namshukuru Mungu, tumepunguza idadi kubwa ya wadada ambao walikuwa wanatuletea chaos. Ameenda kazini, siku 2 kaondoka. Ameenda kazini, vurugu zimeanza. Na hii ndo ilikuwa inajenga picha mbaya. Yani hapo watajenga sasa, sio tena wadada wanaoondoka, bali ofisi ya Wadada Center, kwamba wadada wao hawakai. Lakini sisi tunaweka huu utaratibu ili tukutengenezee wewe huduma ambayo ina uhakika, lakini wakati huo tukuonyeshe kwamba sisi tuko committed kutoa hiyo huduma. Hiyo huduma tumejicommit kuhakikisha wewe tuko na wewe mwaka mzima. Na huyu dada amejicommit. Sasa tuone hiyo nani ambaye kweli atavunja hayo makubaliano. Kwa hiyo dada akiondoka, sisi sio shida zetu. Alimradi tuna ile dhamana, tutakuhudumia. Huduma inaendelea. Tunatakiwa kijue ni kwamba hata kama ukipewa akipewa dada zaidi ya mmoja, bado yule dada mwingine pia atapita kwenye process zile alizopitia ile ya mwanzo. Ndio maana ile dhamana inatusaidie sisi kumwandaa huyo dada mwingine. Kwa hiyo nadhani kwamba tu wajue kwamba hizo zinawapa wao wadada commitment, lakini pia cha pili zile cost sasa ambazo sisi tunazitumia, resources zetu ambazo zinamwandaa dada mpaka amekamilika, amequalify kwenda kumpa mteja wetu sisi huduma, lazima zinakuwa the same, haijalishi ni replacement au ni new order. Kwa hata ile replacement pia lazima apitie zile process. Ndio maana dhamana zetu ni sawa na kiwango ambacho mwajiri ama mteja wetu amekilipia mwanzoni kipindi ambacho gharama za huduma. Ni ile huduma zile mwaka. Zile normal price, either ni ya traditional, ni ya smart au ni professional, ambazo hazihusiani na express wala premium. Premium na express hiyo ni extra charge kwa sababu ya muda.